faith has found a resting place. Nothing else from me. I trust ever living one. This was for me shall be. I need no chapter 1. Tuangalie Wakolosai sura yake ya kwanza. We are going to read from verse 13 mstari wake wa 13 and we are going to verse 18. mpaka mstari wake wa 18. The Bible says, Biblia yasema, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him were all things created, that are in heaven, that are on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things consist. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. Hallelujah. Amen. Let's pray. Tuombe. Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la Yesu, we declare today that Jesus Christ is Lord. tunatangaza leo kwamba Yesu Kristo ni Bwana. We declare His Lordship over the atmosphere here. Tunatangaza ukubwa wake katika anga ya hapa. His Lordship over every seat here. Ubwana wake katika kila kiti mahali His hapa. Lordship over every human being here. Ubwana wake katika kila binadamu hapa. And His Lordship over the atmosphere. Na ubwana wake katika mazingira. And in Jesus' name, Na katika jina la Yesu, every other power, kila nguvu we iwayo dethrone it. tunaiangusha, We tear it down. tunaivunja In chini Jesus' holy name. katika jina takatifu la And now, Yesu. Father, Na sasa Baba, as we share your word, tunaposhiriki neno which is lako powerful, ambalo lina and nguvu sharper than any double-edged sword, na lina makali kuliko upanga ukatao we kuwili, pray, God, tunaomba ya kwamba we shall see Bwana, the power of your word tunaona ukuu wa neno touching your lako people likiguza watu wako and destroying the works of the na enemy. likiangamiza kazi ya In the adui name of Jesus katika Christ, jina la Yesu Kristo. we bind every evil spirit Tunafunga kila pepo chafu and every work of Satan na kila kazi ya shetani in the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Reign Wewe tawala in Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amina. We are living at a time Tunaishi kwa wakati when many people are losing their faith. wakati watu wengi wanapoteza imani yao. Many Christians have become lukewarm. Wakristo wengi wamekuwa fugufugu. Others are being even captured by foreign religions. Wengine wamenaswa na dini ambazo hazieleweki. Of late we have met Christians who have turned to become Hindus. Majuzi tumekutana Wakristo ambao wamebadilika wakuwa Wahindu. Christians who have become Muslims. Wakristo ambao wamekuwa Waislamu. And today we know that Muslims Na leo tunajua kwamba Waislamu are persecuting Christians because they think Christianity is a false religion. wao wanawatesa Wakristo kwa sababu wanadhania kwamba Wakristo ni dini ya uongo. And I thought I should say a few things about Christ. Aikahisi ya kwamba ni vyema niseme mambo machache kuhusu And they Kristo. have nothing to do with Christianity as a system, Na mimi sina na mambo ya Ukristo kama mtindo, but I have everything to do with Christ. lakini ni mambo ambayo inahusu Kristo. You know, there are so many religions in the world. Najua kwamba kuna madhabahu mengi katika ulimwengu.
If you have traveled outside this country, Kama umetembea katika nje ya you find there are so many ways of worship. unakuta kwamba kuna njia tofauti za The kuabudu. Buddhists worship Buddha. Wabudha wanaomba mwanaabudu Mungu yako mmoja wanaitwa Buddha. The Japanese worship Shinto. Wale watu kutoka Japan wanaomba Shinto. With many gods and many idols. Akiwa na mifano mingi na miungu mingi. The Indians have over 330 million gods. Wahindi wako na miungu zaidi ya milioni 330,000. And the Muslims tell you there is no God but Allah. Na Waislamu watakwambia kwamba hakuna Mungu mwingine ila tu ni Allah. And Muhammad is his prophet. Muhammad ni nabii wake. And some people think that Christianity is just one of those religions. Na watu wengi wanafikiria kwamba Ukristo ni kando ya hayo hizo dini. I'll mention Christianity as following Christ. Mimi nitasema ya kwamba Ukristo ni kumfuata Kristo. And those of us who are following Christ, Wale ambao wetu tunamfuata I want to Kristo. encourage you today by telling you and showing you through the scriptures Wacha nikuhimiza na nikutie moyo kwa kuonyesha katika maandiko that Christ is supreme. ya kwamba Yesu Kristo He is different from any religious leader. yeye ni tofauti na kiongozi awaye yote wa The kidini. religious leaders have been human beings, Viongozi wa kidini wamekuwa wanadamu, but Jesus is God. lakini Yesu yeye ni Mungu. Came in the flesh Yeye akaja katika mwili and dwelt among us. naye akadumu ndani ya maisha So we read in yetu. John chapter 1. Wewe ukisoma Yohana In 1, the beginning was the Word, pale mwanzo kulikuwa na and the neno, Word was with God, na neno likawa na and the Mungu, Word was God. na neno likawa Mungu. And in verse 14 we are told, and the Word became flesh. Mstari wa 14 nasema ya kwamba And neno dwelt likawa among us. mwili na likaishi ndani And we yetu, beheld his glory, na sisi tukaona utukufu wake, the glory of the only begotten of the Father, utukufu wa mwana wa pekee wa Mungu, full of grace and truth. akiwa amejaa neema na And ukweli. here in the book of Colossians, Hapa katika kitabu cha we are Wakolosai told about Jesus, tunaambiwa kuhusu Yesu in whom we have redemption. ambaye kwake tuna ukombozi. There is no redemption in anybody else. Hakuna ukombozi katika mwingine And yeyote. the Bible tells Na us, Biblia inatuambia Peter spoke to them heaven and told them, ya kwamba Petero akazungumza there is no akasema, salvation in any other name. hakuna wokovu kupitia jina lingine There is no lolote. other name Hakuna jina lingine given among men ambalo limetolewa kwa wanadamu whereby we can be saved. ambaye kwake ni lazima tupate wokovu. Only through the name of Jesus. Ni kupitia tu jina la Yesu. Somebody one time, Mtu mmoja wakati mmoja God said, they were drinking beer with his friend. walikuwa na kunywa pombe na rafiki yake. And he said, you know, Kasema najua the religious leaders are just like you and me. viongozi wa kidini ni kama wewe na mimi. The other one asked him, what do you mean? Yule mwingine akamuuliza wewe wasemaje? He said, I can also start my own religion. Kwa hivyo hata mimi naweza anza dini yangu. And by the way, there are some people who have started their own religions. Na kwa njia moja kuna wengine wameanza dhehebu zao. For example, Joseph Smith Kwa mfano Joseph Smith, boasted he can start his own religion to his friends. yeye akawaambia marafiki wake ya kwamba anaweza anzia kanisa lake. And he said that's a bad joke. Yeye akasema ya kwamba hiyo ni malingo mabaya. But Joseph Smith hibernated, Lakini huyo Joseph Smith went and put himself somewhere yeye akaenda akajificha mahali. and wrote a book. Na yeye akaandika kitabu. And then he came out and claimed, Na yeye akaja akadai, saw a vision. nimeona maono. And an angel brought him tablets, Na yeye malaika akaleta kitabu. ancient tablets. Kitabu ya cha zamani. And he was given the power to interpret them. Na yeye akapatiwa nguvu za kuweza kunakili. And this is the interpretation. Na hii ndiyo nakala yake. So he came up with a book called Book of Mormon. Kwa hivyo yeye akaja na kitabu ambacho ni kitabu cha Wamormoni. And he started a brand new religion, Kwa hivyo yeye akaanza dini mpya. the Mormons. Wale ambao wanaitwa Mormons. They're all over. Wao ni wengi wametapakaa. So this man said, Kwa hivyo huyu mtu I can also akasema, start my own religion. hata mimi naweza anza kanisa langu. And his fellow drinker told him, Yule mlevi mwenzake akamwambia, if you want to start a religion, kama wewe ukitaka kuanza kanisa, I want you to do this. ningetaka ufanye kitu kimoja. Organize how to be born Wewe uandae jinsi ambavyo mtu anaweza zaliwa of a virgin. kwa bikira. Will you be born without a father?
mtu azaliwe bila baba. When you are born, Wewe wakati umezaliwa, organize to have angels come and sing and celebrate your birth. wewe ufanye mpango malaika wakuje washerehekee na waimbe juu ya kuzaliwa kwako. And then when you grow up, Alafu wewe ukikua, you do miracles. wewe ufanye miujiza And you preach, na uhubiri. raise the dead, Wewe uinue wafu, cure lepers, wewe uponye open the eyes of the wagonjwa, blind, wewe ufungue macho wa vipofu, and make the deaf people to hear. na wafanye visiwi wasikie. When you do that, Ukifanya hayo, then organize to die. wewe upange jinsi ya kufa And kwako. after dying, Baada ya kufa, you rise after 3 days. wewe ufufuke baada ya siku 3. After being crucified Baada ya and you're kusulubiwa, buried, wakati umezikwa, when you rise the 3rd day, wewe ukifufuka siku ya 3, I will be your first convert. mimi nitakuwa mshirika wako wa kwanza. That man was articulating the uniqueness of Jesus Christ. Huyo mtu alikuwa anaonyesha ukuu wa Yesu Kristo. For the surely, Kwa kweli, the uniqueness of Jesus Christ utofauti wa Yesu Kristo begins with his birth, ilianza katika kuzaliwa kwake, prophesied by many prophets ambayo ilitabiriwa na manabii hundreds of wengi, years before he was born. maelfu ya miaka kabla ya kuzaliwa kwake. Prophesied by people, prophets, Ambayo ilikuwa imetolewa nabii na beginning manabii, with Moses, kuanzia na Musa, David, Daudi, Isaiah, Isaia and Micah, na pia Mika, and the details of his birth na maelezo ya kuzaliwa are kwake foretold in 48 specific prophecies, ilielezewa katika unabii tofauti 48 which were all fulfilled when he was born. ambazo zilitimizwa wakati yeye alizaliwa. For example, the Bible says Kwa mfano, Biblia yasema he'll be born of a virgin. yeye atazaliwa kwa bikira. Did it happen? Ilifanyika, It happened. ilifanyika. And the Bible says he'll be born in Bethlehem. Biblia yasema yeye atazaliwa Bethlehemu. In Micah 5 verse 2. Mika 5 mstari wa And he was 2. born in Bethlehem. Yeye akazaliwa pale The Bible Bethlehemu. says he will go to Egypt. Biblia yasema ataenda Misri. And he went to Egypt. Yeye akaenda The Misri. Bible further says he'll be a Nazarene. Yeye Biblia yasema ya kwamba zaidi atakuwa Mnazareti. Sure enough, he settled in Nazareth and became a Nazarene. Yeye akaishi pale Nazareti na pia akakuwa Mnazareni. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Everything in the scripture spoke about his birth Maandiko iliongea kuhusu kuzaliwa kwake, came to pass. ilikuja kutimia. It was not only foretold, Sio kwamba ilisemwa but it kabla, was a miraculous birth. lakini ilikuwa kuzaliwa kwa Remember, miujiza. angel Gabriel Kumbuka malaika came Gabriel to Mary and told her, akaja kwa Maria you are akamwambia, highly favored. wewe ni mbarikiwa wa Bwana. And she was told that she would give birth to a son, Akaambiwa kwamba atamzaa mwana whom she named Jesus, ambaye atamuita because Yesu, he will save people from their sins. kwa sababu atawaokoa watu kutoka dhambi zao. How can I give birth? Akauliza, I don't itakuwaje? have a husband. I have not known any man. Nitazaa namna gani? Sina mume, The sijajua Spirit of the Lord is mwanamke. going to come upon you. Akaambiwa Roho wa Bwana atakujia. And so, Kwa hivyo she conceived miraculously yeye akapata mimba kwa kimiujiza, and gave birth naye akapata at the mwana right time. kwa wakati Even on the day unaofaa. of his birth, Hata wakati wa kuzaliwa kwake miracles happened. miujiza ikatendeka. Angels came to celebrate. Malaika wakaja They kusherehekea, appeared to the shepherds. wakaja kwa walinzi. There was even a star. Kulikuwa hata nyota, And God had prepared wise men from the east, na Mungu alikuwa amewaandaa traveling watu wenye long hekima distances to come and kutoka sehemu ya mashariki, wakitembea safari ndefu witness the wonderful birth. waje waone kuzaliwa kwema kwa Mwokozi. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Then when he lived, Wakati alipoishi, the Bible tells us Biblia inatuambia that he did miracles. akafanya miujiza. He had power over nature. Alikuwa na He nguvu ya would calm ajabu. the sea. Yeye alikuwa He angeponya cured lepers. wenye ukoma na The wagonjwa. Bible says everywhere he went, he was doing good. Biblia yasema ya kwamba popote alipoenda When he alitenda met mema. a funeral, it became a resurrection. Wakati alienda kwa mashishi ikawa ni hali ya So ufufuo. that instead of people mourning, they began celebrating. Badala ya watu kuhuzunika, wakakuwa watu wa kufanya sherehe. When the lepers met him, Wakati wenye ukoma walikutana They were naye, walipata when the uponyaji. blind met him, Wakati vipofu walikutana They could naye, see. walipata when the dead kuona. came close to him, Wakati viziwi walikuja He gave karibu them naye, hearing. akawapatia hali ya when the kusikia. lame crossed his way, Wakati wenye hali ya
kutojiweza katika miili yao walikuja They kwake, could walk. walitembea. Tell me of another religious leader. Niambie juu ya kiongozi mwingine wa Who did kidini that? ambaye alifanya Did haya. Buddha do it? Buddha alifanya Did hilo. Muhammad do it? Kuna There Muhammad is no alifanya hilo. religious leader that ever did what Jesus did. Hakuna kiongozi mwingine wa kidini alifanya vile ambavyo Yesu Even in alifanya. his baptism, Hata katika ubatizo wake, the Bible says a voice was heard. Biblia inasema ya kwamba sauti Speaking ikasikika from heaven, this is my beloved son. ikiongea kutoka mbinguni, huyu ndio mwanangu mpendwa, Hear him. musikize. And the Bible also tells us Biblia pia inatuambia the Holy Spirit came from heaven. Roho Mtakatifu akaja In kutoka form of a mbinguni dove and lighted on his head. akiwa mfano wa jiwa, akatua kichwani mwake Confirmation kama he dhihirisho was deity. ya kwamba yeye And alikuwa anointed by kiungu, the Holy Spirit. na akiwa amepakwa na Roho Mtakatifu. He demonstrated Yeye alidhihirisha divine wisdom. hekima ya kitaua. You know, people like Nathaniel, when they came to him Watu kama na Danieli walipomjia and they said, yes, I believe. wakamwambia, ni kweli, mimi He naamini. told them, I saw you Akaambua kwamba when you are sitting nilikuona by the sycamore fig tree. wakati ulikuwa unakaa chini ya mkuyu, I saw you. mimi nilikuona. And he marveled. Na yeye akashangaa, How did you know me? wewe ulijua namna gani? When he met the woman of Samaria, Wakati alikutana na he mwanamke wa could tell her Samaria, everything about herself. alimwambia kila kitu kuhusu And maisha she wound yake. up saying, Akaanza kusema, here is a come and see a man njoni muone who has mwanamke told me everything about himself. ambaye ameniambia kila kitu kuhusu yeye. Will not this be the Christ? Yeye anaweza kuwa yeye ndiye Kristo. Praise the name of the Lord. Bwana apewe He sifa. demonstrated compassion. Yeye akadhihirisha upendo, Compassion of God. akadhihirisha upendo wa You know, Mungu. God is compassionate. Unajua ya kwamba Mungu God ni is upendo. forgiving. Yeye Mungu And anasamehe. when sinners came to Jesus Christ, Wenye dhambi walipokuja kwa Kristo He Yesu, forgave their sins yeye akawasamehe dhambi zao and cleansed them. na akawatakasa. When that woman caught in adultery came to Jesus, Wakati mwanamke mwenye kahaba And mwenye she was kahaba brought to alikuja kwa Jesus. Yesu, alipoletwa kwa and Yesu, you know she had been caught in the very act. akaambua ya kwamba amepatikana katika kitendo. This Jesus Huyu Yesu was so compassionate. alikuwa mwenye He had huruma, the loving heart of the Father. alikuwa na roho ya upendo ya Baba, And she saw the people who had done it. na akaambia watu ambao walikuwa wamefanya, You are not righteous either. ninyi sio wenye haki pia, You have no right to throw stones. hamna haki ya kutupa mawe. He protected that sinner. Kwa hivyo yeye akakuwa na huruma na And mwenye he was called dhambi. the friend of sinners. Mwenyewe alikuwa rafiki ya wenye dhambi. Let me tell you something. Wacha niwaambie You jambo. want to have a master Kama wewe ukitaka kuwa na who Bwana is sinless ambaye sio mwenye and dhambi, yet have compassion for sinners. ni vyema na yeye pia alikuwa na mwenye huruma kwa wenye That's our dhambi. Jesus. Huyo ni Yesu And wetu, that gives us hope. na hiyo inatupatia tumaini. Whatever your sin, Chochote ambacho ndiyo dhambi yako, He forgives. yeye He anasamehe, cleanses. yeye The anatakasa. Bible tells us Biblia in the inatuambia book of 1 John chapter 1, katika kitabu cha Yohana wa if we kwanza, confess our sin, kama tukiungama He dhambi is faithful zetu, and just yeye ni mwaminifu na to mwenye forgive haki us kutusamehe and cleanse us from all unrighteousness. na kutakaza kutokana na uovu wote. That's our God. Huyo ndiye Mungu wetu. Blessed are all my soul, Barikiwa wewe nafsi yako, and forget not all His benefits, na usisahau faida zake, who forgives all your iniquities ambaye anakusamehe and makosa heals yako all your diseases. na anakuponya magonjwa yako That's our yote. Master Jesus. Huyo ndiye Bwana wetu He is Yesu. unique, Yeye ni not tofauti, like any other leader. sio kama kiongozi mwingine. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Then there was His teaching. Mafundisho yake, His teaching was different from any other teacher. mafundisho yake ilikuwa tofauti na mafundisho mengine. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And when He died, Wakati alikufa, you and I know what happened. wewe na mimi tunajua kile ambacho Fast. kilitokea. Mwanzo, His death was not an accident. kifo chake hakikuwa ajali. He did not die of disease. Yeye hakufa kwa magonjwa. He did not die unfortunately. Yeye hakufa kwa bahati mbaya. It was planned. Ilikuwa imepangiliwa. When you read in Isaiah 53, Wewe ukisoma Isaia Bible 53, says He was bruised for iniquities. kwa sababu yeye alijeruhiwa kwa sababu ya dhambi zetu. The chastisement of our peace was upon Him. Mapigo hukumu ya amani yetu ilikuwa juu And by yake, His stripes we are healed. na kwa mapigo yake tumepata So He uponyaji. died on purpose. Kwa hivyo yeye akava katika hali He ya purposed makusudi. His death Yeye akakuwa na
kusudi in la order to kifo chake. redeem us. Ndiposa He atukomboe. even predicted that he would die. Alitabiri ya kwamba yeye atakufa. And told his disciples, Akaambia wanafunzi we are wake, going to Jerusalem. tunaenda Yerusalemu, And the Son of Man na mwana wa is Adamu going to be betrayed ataenda into the hands kusalitiwa of sinners. katika mikono ya wenye They will dhambi. scourge him. Wao watamudhihaki, And then they will kill him. halafu watamuua. But when I'm buried, Lakini wakati On the last nitapozikwa day, katika siku ya tatu, I will rise again. nitainuka tena. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. So the Bible tells us Hivyo Biblia inatuambia he went to the cross willingly. yeye akaenda msalabani kwa He hiari. knew he would die. Yeye alijua ya kwamba And so atakufa. he could have said, I'm not going to Jerusalem Kwa hivyo angesema sitaenda Yerusalemu because they hate me there. kwa sababu wao I know they wananichukia. kill me when I go there. Najua ya kwamba nitakuwa na shida He pale. didn't flinch or fear. Yeye hakuogopa. He told his disciples, Akawaambia wanafunzi let us wake, go to Jerusalem wacha tuende Yerusalemu because there kwa sababu I'm pale going to die for the sins of mankind. mimi nitakufa kwa sababu ya dhambi za He said, wanadamu. don't worry. Akasema ya kwamba inastahili. Don't worry. Nini msiogope After samahani. 3 days, Baada ya siku tatu I will rise again. nitainuka tena. When I rise again, Wakati I nitafufuka want to tena, meet with Galilee. mimi nataka nikutane On na this Galilea. hill in Galilee. Mkue pale katika On this mlima wa day. Galilea, katika hii siku Let's meet there. tukutane pale. Praise the name of the Lord. Bwana apewe So the sifa. Bible says, Biblia inasema like a lamb led to the shelter is dumb, kama mwanakondoo ambaye anaelekezwa katika kichinjoni, so he opened not his mouth. hivyo yeye hakufungua kinywa chake. In other words, Kwa maneno he mengine, willingly cooperated. yeye kwa hiari That's akashirikiana. why he was even betrayed by one of his disciples. Ndiposa yeye akasalitiwa na mmoja wa And the wanafunzi Bible says, wake. even when he knew that Judas was going to betray him, Biblia inasema ya kwamba hata wakati alijua ya kwamba Yuda atamsaliti, he allowed it. yeye aliruhusu. In fact, he told Judas, Ni kweli, akamwambia Yuda, what you have to do, kile ambacho inahitajika ufanye, do it quickly. wefanya kwa haraka. He was willing. Yeye alikuwa And then after that, baada ya hapo he went to the garden akaenda katika where he knew Judas could find him. akaenda katika shamba ambapo alijua Yuda atampata. And that night, Na hiyo usiku when he was betrayed wakati yeye and he alisalitiwa was caught, na wakati yeye alistakiwa beaten. he akapigwa, was accused falsely. yeye akastakiwa kwa He uongo, did not defend himself. yeye hakujitetea. By the way, he did not want to die. Yeye kama hangetaka He would kufa, not have raised the issue and said, yeye angesema it is illegal to hold a court session at night. ni marufuku kuwa na hali ya kutoa kesi But he usiku, kept quiet lakini yeye akanyamaza because he kimya, wanted to die for mankind. kwa sababu alitaka kufa kwa sababu ya What a mwanadamu. love! Upendo wa aina And gani he gave his life for us. ambayo alitoa maisha yake The kwetu. following day he was taken to Pilate. Siku ambayo ilifuatia akapelekwa kwa Pilate wanted to Pilato, release him na yeye Pilato alitaka kumwachilia and ask him, oh, don't you just say something? na akamuuliza, nini hamuoni chochote? Please say something. Tafadhali semeni chochote. But he kept quiet. Lakini yeye akanyamaza. And then Pilate said, don't you know I have power to release you and power to condemn you? Alafu akasema ya kwamba hamjui ya kwamba niko na nguvu And ya Jesus said, kuhukumu na kuachilia. You won't have power against me Hamtakuwa na nguvu kinyume yangu, unless you are given by God. ila tu mpatiwe na Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And so Jesus cooperated in his death. Kwa hivyo Yesu akashirikiana katika kifo He chake, died on purpose for you and me. kwa sababu alikufa kwa makusudi yako na mimi. He loves us so much, he died for us. Alitupenda zaidi akatufia We have sisi. reason to follow somebody who died for us. Tuna sababu ya kumfuata yule ambaye alikufa kwa ajili yetu. I have good news, Christian. Nina habari njema wapendwa. Muhammad didn't die for Muslims. Yeye Muhammad hakukufia Waislamu. Bwana sifiwe. Amen. But Jesus died for us. Lakini Yesu alikufa kwa ajili He yetu. loved us that much. Yeye alitupenda kiasi hiyo. Willing to die on the cross. Yeye alikuwa na hiari ya kutupia. Willing to be crucified for our sake. Yeye alikuwa na hiari ya kusulubiwa kwa ajili yetu. He is God. Yeye ni Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana apewe He is sifa. unique. Yeye ni And he tofauti. is different.
Na yeye ni tofauti. Even on the day of his death, Hata siku ya kifo chake, his majesty was demonstrated. yeye huruma zake zilidhihirika. The Bible tells us Yeye Biblia when he inatuambia was hung on the cross wakati alitundikwa msalabani and he cried and thus. na akalia kwamba ana kiu. Then he told the Father, Alafu akamwambia Baba, forgive them. wasamehe. Can you imagine human beings? Wewe tazama wanadamu. If you crucified a human being like Muhammad, Wewe ukisurubisha mwanadamu kama Muhamedi, and he has some audience with God, na yeye akona hali ya I kuzungumza, believe you have cried to God, please yeye angesema tafadhali, avenge my death, God. wewe lipiza kifo changu Mungu. See how unfair they are to me. Wewe angalia jinsi ambavyo wao sio Or do wakati unto wangu. them as they have done unto me. Ama uwafanyie jinsi ambavyo wamenifanyia. But in the moment of his agony, Lakini katika hali ya dhiki yake, Jesus still forgave. Yesu pia alikuwa na Said, msamaha. Father, forgive them. Akasema Baba He wasamehe. even found an excuse for them, Hata pia akapata for they sababu know not kwao, what they do. kwa sababu wao hawajui kile ambacho wanatenda. What compassion, Rehema za aina what gani? love for mankind. Upendo wa aina gani kwa mwanadamu? Loving people who hated him, Akipenda watu ambao and walimchukia. loving people who injured him. Akipenda watu ambao walimjeruhi. That can only be God, Hiyo tu inawezekana kwa Mungu. nobody else. Hakuna mwingine. Then he said, Father, Alafu akasema Baba, into the hands I commit my spirit. katika mikono yako naweka roho And you know when yako. that happened, Unajua wakati there was a imetokea, sudden earthquake, kulikuwa na mtetemeko mkuu and the rock split open, na miamba ikavunjika and the graves opened up, na makaburi and we are ikafunguka, told na tunaambiwa the tombs when they opened, ya kwamba wakati makaburi ilifunguka, people rose from the dead watu wakavufuka and walked in the streets of Jerusalem. na wakatembea katika njia za And try Yerusalemu. to imagine that day, Na katika hiyo siku how momentous it was, ambavyo ilikuwa na how furaha scaring it kubwa, was. ambavyo ilikuwa na hali ya kutisha, When people met people they knew were dead long time ago. wakati watu walikutana na watu ambao In the walikuwa streets of wamekufa Jerusalem. katika mapito ya Try to imagine Yerusalemu. today, Mimi najaribu kufikiria you leo, met your grandfather whom you buried. kama wewe ukikutana na babu yako ambaye And you unazika, met him coming towards you, unakutana akikujia, you would be very scared. wewe utakuwa mwenye hofu Just kubwa. one person. Mtu mmoja tu, But now we are told many people lakini hiyo siku tunaambiwa watu rose from the wengi dead. wakavuvuka kutoka Imagine if wafu, you come and meet somebody you knew was dead. na mtu alikuwa anakutana na mtu ambaye alikuwa Walking in the streets of amekufa, Jerusalem. akitembea katika And the barabara person sasa, ran away. na mtu anakimbia, When in that direction you meet another one. akikimbia huku, This one died. anakukutana na huyu hata huyu alikufa. Jinsi gani You run this direction. anakimbia You meet another huku, unakutana na You mwingine, run this direction. unakimbia And upande you meet huu, another one. unakutana na Oh, it mwingine. was a very scaring day. Ilikuwa siku ya kutisha, When the King of Glory passed away. wakati mfalme wa falme alipofufuka. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. The Bible also tells us Biblia inatuambia that there was darkness for 3 kulikuwa na hours. giza kwa masaa matatu, Total darkness for 3 hours giza tororo kwa masaa matatu when he died. wakati alipokufa. And one historian says, Na mwana historia mmoja akasema, somebody who witnessed that event, mtu mmoja ambaye alishuhudia hiyo tukio and he was a Jew, alikuwa Myahudi. he said it was not the time of the eclipse. Akasema ya kwamba haikuwa wakati wa mashikamano He ya knew jua it na was mwezi. miraculous. Kwa hivyo akajua ilikuwa kitu ambayo ya kimiujiza. Praise the name of the Lord. Bwana apewe Until the sifa. centurion, Mpaka wakati yule mwenye kulinda a Roman soldier, yule When he saw that, Rumi, wakati aliona and you haya, are talking about one of those who divided his truth between themselves. tunaongea juu ya watu ambao walijigawanyia He nguo said, our zake. truth, this must be the Son of God. Akasema ya kweli huyu lazima alikuwa mwana wa Mungu. Is there anything that happened through Muhammad that you can say truly he is the Son of God? Kuna kitu ambacho kilifanyika kwa Is Muhammad there anything that ambacho happened through anasema, Buddha that you can say surely this was the Son of kuna God? kitu kilifanyika kwa Buddha Only anasema Jesus. mwana wa Mungu ni Yesu And peke nobody else yake. in the history Na hakuna mwingine that katika did what historia Jesus did. ambaye amefanya kitu ambayo Yesu alifanya. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. He is unique. Yeye ni tofauti. He is special. Yeye ni speciali. And the Bible tells us Biblia inatuambia
exactly as the scripture said. jinsi ambavyo maandiko yalisema. He was buried in the grave of a rich man. Yeye alizikwa katika kaburi ya tajiri. A borrowed grave. Akaja kaburi ambayo ilikuwa ya kuazima. And 3 days later, na siku 3 baadaye, after the Sabbath was over, baada ya Sabato the kuisha, first day of the week, siku ya kwanza ya when wiki, Mary Magdalene, wakati Maria Magdalena Mary the mother of Salome, na pia Maria mama ya when Salome, they came to the tomb, wakati walikuja pale he kaburini, was not there. hakuwako. The Bible tells us an angel came, Biblia tuambia kwamba malaika rolled away the stone, akafingirisha lile jiwe, and Jesus rose from the na dead. Yesu yeye akapaa kutoka kifo. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. And the soldiers who were guarding the tomb, Na wale askari ambao walikuwa na linda lile they were kaburi, so scared. They took to their heels and ran away to the city. wao wakaingiwa na hofu, wakakimbia kuingia And mjini. when they told the elders, Wakaenda wakaambia hey, wazee, we have never seen it this way. hatujaona mambo kama haya. Somebody came, Mtu akaja, a huge angel came, he rolled away the stone, mtu mkubwa akaja And there was akaangusha another jiwe, na kukakuwa na and mtetemeko, we could not stand it. na hatungeweza kuvumilia. And suddenly, Na kwa ghafla Jesus is not there. Yesu hayuko, But nobody has told them. na hakuna mtu It's amemuiba. an angel that came. Ni malaika alikuja, They testify he has risen. wakasema ni kweli yeye amefufuka. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Well, Ndiyo, we have enough testimony that there is no one like Jesus. tuna shuhuda nyingi, lakini hakuna kama ya Yesu. There may be many religions, Tunaweza kuwa na dhehebu nyingi, but there is no one like Jesus. lakini hakuna kama Yesu. Only Jesus can save. Yesu peke yake ana uwezo wa Only Jesus kuokoa. can deliver. Yesu peke yake ana uwezo wa And Jesus ukombozi. can heal. Yesu peke yake ana uwezo wa So uponyaji. after his resurrection, Baada ya kufufuka the Bible kwake, says Biblia he inasema finally ascended to heaven. yeye akapaa juu mbinguni. 140 days after his resurrection, Baada ya siku 40, he took the disciples. yeye akakutana na But wanafunzi the wake north is the corner of the Mount of Olives. katika mlima wa Mzeituni. And after talking to them, Baada ya kuwanenea, suddenly kwa ghafla they saw him going up. wakamuona akipaa He juu, went up akapaa juu, higher and higher. juu na juu, They looked up wakatazama until he disappeared in the sky. mpaka yeye akapotelea katika anga. And then some angels came. Halafu malaika wakaja, Said, men of Galilee, akawaambia, wanaume wa why do you Galilaya, marvel at this? kwa nini ninyi mnashangaa hivi? This same Jesus Huyu Yesu shall come back in like manner atakuja katika as you jina have seen hilo, him go. jinsi ambavyo mmeona akipaa. Let me tell you something. Wacha niwaambie jambo, Jesus is coming again. Yesu yuaja tena. Muhammad is not coming again. Muhammad harudi tena, Buddha is not coming again. Buddha harudi tena, No religious leader is coming again. hakuna kiongozi mwingine. But Jesus is tena. coming again. Lakini Yesu yuaja I tena. had a dream in 1967. Akawa na ndoto mwaka wa 67, July 1967. mwezi wa 7 wa 97, A dream I have never forgotten. ndoto ambayo sijawahi sahau. I had never read the Bible, Mimi sikuwa nimesoma Biblia, but I had this dream. lakini nilikuwa na hii ndoto. And I saw myself outside Nikajiona nikiwa nje, the place I was staying in. mahali ambapo nilikuwa ninaishi, And it was early in the morning. na kulikuwa asubuhi na mapema, And suddenly, na kwa ghafla I saw the sky open up. nikaona anga imefunguka, And I saw many angels with trumpets. nikaona malaika wengi wakiwa na tarumbeta, Some with wings wengine wakiwa na mabawa, descending. wakiwa wanateremka, And on top, na juu yao, there was also Jesus descending. na pia kulikuwa na Yesu It was a akishuka. wonderful sight. Ilikuwa hali ya The kutamanisha. rays of light turned to gold. Miale ya moto ikageuka And I ikakuwa heard dhahabu, trumpets sounding. na nikasikia tarumbeta zikilia. And then I woke up. Alafu nikaamka. When I read the scriptures, Wakati nilisoma maandiko, I discovered that's what the scripture says. That's how he will come. ndiposa nikatambua ya kwamba hivi ndivyo maandiko yanasema, ndivyo atakuja.
Yeye anaja tena. Jesus is coming again. Yesu yuaja tena. Those who are committed to Jesus Christ, Wale ambao wamejitoa kwa Kristo we are Yesu. committed to Him who is a Savior today. Tumejitoa kwake ambaye ni He's a Mwokozi. healer today. Yeye ni mponyaji leo. By the way, Kwa njia moja, His influence is eternal. hali yake ya kuadhiri ni ya umilele. His name still saves today. Jina lake lingali linaokoa leo. His name still heals today. Jina lake lingali linaponya leo. Prayers are answered in His name today. Maombi inajibiwa katika jina lake leo. Oh, my friends, Ndiyo marafiki please sana. don't go to other gods. Hakuna haja ya kwenda kwa Don't miungu go to mingine. other systems. Usiende katika Seek miungu the mingine. one who is undedicated of the Father, Huyu ndiye ameketi katika kuume kwa with the Baba, signs that have been seen. ambaye ameishara ambazo zimeonekana. Jesus, Yesu, He is before all things. yeye ni mbele ya mambo yote. And the Bible says, Na Biblia yasema He is the image of the invisible God. yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. By Him all things were created, Katika yeye mambo yote whether iliumbwa, visible, iwe whether inaonekana thrones ama ikiwe or enzi dominions ama ikiwa or usultani principalities ama ikiwa or mamlaka powers, ama ikiwa nguvu, all things mambo yote were created through Him and for Him. yaliumbwa kupitia kwake And na He is kwake, before all things. na yeye ni mbele ya mambo yote, And in Him all things consist. na mambo yote yanajumuika kwake, You know, in Him all things hold together. na katika yeye mambo yote inashikamana. So without Him all things fall apart. Bila yeye mambo yote inasarabatika. That's Jesus, Huyo ni Yesu, the King of glory, yeye mfalme wa God utukufu, of lords, Bwana wa Bwana, who will come again ambaye to atakuja judge the living tena and the dead. kuhukumu wafu na The walio one who waishi, even today yule ambaye hata siku He's a ya savior. leo yeye ndiye He's a mwokozi, healer. yeye ni is a mponyaji, deliverer. yeye ni mkombozi, And in His name na jina the lake devils tremble. mapepo yanatetemeka. Let me tell you something. Wacha niwaambie jambo. I've come across Muslims. Nimekutana na Waislamu And one of the things I've discovered is na kitu kimoja ambacho nimetambua, when Muslims are threatened by forces superior to them, wakati Waislamu wanashurutishwa na nguvu ambazo ni kubwa kuliko wao, or malicious forces beyond their control, ama nguvu za ambazo hawana uweza wa kuziepuka, there's no help in Islam. hakuna msaada katika Uislamu, There's no help in Muhammad. hakuna msaada katika Muhammad. So they go to witch doctors. Kwa hivyo wao wanaenda kwa wachawi. Bwana asifiwe. But we know in Christ, Lakini tunajua katika Kristo devils bow. mapepo yanainama. And I want to tell you something, brethren. Na wacha niwaambie jambo wapendwa, If the devil had been playing tricks with you, kama yeye shetani amekuwa akicheza if you michezo na have any wewe, knowledge, you know it's devils at work in your life. kama unajua ya kwamba shetani You can anacheza be maisha yako, delivered through the name of the Lord Jesus Christ. wewe unaweza pata ukombozi katika jina la Yesu Kristo, But no other name. lakini hakuna jina lingine lolote. Buddhists Wabudha also practice witchcraft. pia hata wao hujiingiza katika uchawi, Because in Buddha there is no help. kwa sababu katika Budha hakuna msaada. There's so much witchcraft among Hindus. Kuna uchawi mwingi sana katika Wahindi, Because kwa sababu there's no healing from their gods. hakuna uponyaji kutoka miungu There's yao, no help from their gods. hakuna msaada So kutoka they kwa help miungu themselves yao. with witchcraft. Kwa hivyo wao wanaingia katika But uchawi, Christians don't need to fraternize with witchcraft. lakini Wakristo wao hawaendi katika Because we have uchawi, a God kwa sababu tuna Mungu who not only came ambaye si tu ya kwamba alikuja akaishi died na akafa and rose again, na akafufuka but he is tena, alive forevermore. na sasa anaishi And he is milele, in our midst. naye yu katikati He is yetu. one God Kuna Mungu who not mmoja only lives somewhere in the abode of the God, ambaye tu haishi tu katika and mahali, he also lives in us. lakini pia anaishi So you katikati can yetu. call upon his name everywhere and anywhere. Kwa hivyo wewe unaweza muitia He mahali is popote, everywhere. yeye ako kila When mahali. you go in the midst of danger, he is there with you. Ukienda katika mahali ya When hatari, you yuko go to pamoja a foreign nawe. mission, he is there with you. Ukienda katika mahali pamoja
majanga When you are in danger, wakati the katika Bible says hatari, he is a very present help. maandiko nasema ya kwamba yeye ni msaada wa karibu. That's our God. Huyo ni Mungu wetu, Not like any other. sio kama Mungu mwingine. He is unique. Yeye ni tofauti. Even today, Hata siku ya leo, just like those days, jinsi ambavyo ilikuwa siku when zile, sinners meet this Jesus, wakati wenye dhambi walikutana na they are Yesu, transformed. walibadilishwa. When people who are possessed by devils meet Jesus, Wakati watu walipagawa na mapepo They are wakutana na delivered. Yesu, walipata ukombozi. Today. Leo prostitutes can become holy women. makahaba anaweza kuwa wanawake Because of watakatifu Jesus. kwa sababu ya Yesu. Thieves Wezi can be delivered wanaweza from kombolewa the spirit of stealing, kutokana na roho ya wizi, so that they no longer steal. ndiposa hawaibi tena, They become honest men. wanakuwa watu wenye When haki. we meet this Jesus, Wakikutana na huyu Yesu, Jesus is the answer. Yesu ndiye jawabu. Jesus is the answer Yesu ndiye for jawabu the world today. kwa ulimwengu siku ya And leo, there is no other. na hakuna mwingine. Jesus is the way. Yesu ndiye njia. What he said, I'm the way, the truth, and the life. Ndiposa akasema mimi ndiye njia, No ukweli man na comes to the uzima. Father Hakuna yeyote ajaye kwa Baba except through me. ila kupitia kwangu. Perhaps you have heard this lie Umesikia hii uongo spoken many times, ambayo imenenwa mara nyingi, that all roads lead to God. ya kwamba njia zote zinaelekea kwa Mungu. That's a lie. Hiyo ni uongo. There's only one way. Kuna njia moja peke yake, Jesus. Yesu. He is the way. Yeye ndiye njia, Not a way. sio tu njia. The way. Yeye ndiyo The njia hasa, only way. ndiyo njia peke yake And the truth. na ukweli And the life. na And uzima. the Bible says, Na Biblia he yasema that has the Son has life. yule ambaye ana mwana He ana that does not uzima, have the Son yule ambaye hana does mwana not have life. hana uzima. Oh, Ndiyo Jesus. Yesu, That's our God. huyo ndiyo Mungu wetu, That's our Master. huyo ndiyo Bwana That's our wetu, Savior. huyo ndiyo Mwokozi That's the wetu, one we follow. huyo ndiye ambaye tunamfuata. Different from any of these religious leaders. Ni tofauti na kando ya na hao viongozi wengine wa So kidini. the Christian faith is not a religion. Kwa hivyo imani ya Ukristo sio I know that dini. Christianity is a religion, Najua ya kwamba Ukristo but true faith is not a religion. ni dini, lakini imani ya kweli ya Ukristo sio dini. The living God. Ni kumfuata Mungu And having the aishiye, living God come into your heart, na kuwa na Mungu aishiye Abide ndani with you. yako, aishi ndani yako, empower you, akutie and make you nguvu live na kufanya uishi life worth living. maisha ambayo If you inahitajika are not uishi. saved today, Kama you have hujaokoka no excuse, hauna because sababu, our Jesus is still saving. kwa sababu Yesu wetu Our Jesus anaokoa. is healing today. Yesu anaponya Our leo. Jesus is delivering today. Yesu anakomboa Our leo. Jesus gives hope today. Yesu anatoa tumaini If you are leo. hopeless, Kama hauna there is hope in tumaini, this Jesus. wewe kuwa na tumaini ndani ya Kristo Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. Shall we pray? I want to begin by asking, Nataka kuanza kwa we bow kuuliza, our hands in reverence to Christ. tuinamishe vinywa vyetu kwa kudhamini Mungu. Let us focus on the living Christ. Wacha tumtazie Kristo Perhaps aishi. you have a need in your life. Labda unahitaji maishani He can mwako, meet that need. yeye anaweza kutambua Perhaps you are hitaji. sick today. Labda wewe ni mgonjwa leo, I proclaim the healer to you. mimi nitatangaza He can mponyaji heal your wako, sickness. anaweza ponya maradhi yako. Perhaps today you have a weakness. Labda leo una udhaifu, He can overcome your weakness. yeye anaweza shinda udhaifu. Perhaps today you are oppressed. Labda leo You have unateswa, no peace, you have no joy. hauna furaha, hauna amani. Jesus can deliver you Yesu anaweza and kukomboa give you peace. na kupatia amani. Maybe you are not born again. Labda wewe hujazaliwa You are tena, not saved. wewe You are still hujaokoka, living in your sins. wewe ungali unaishi katika dhambi Today zako. Jesus offers you forgiveness of your sins. Leo Yesu anakupatia msamaha wa dhambi zako. You can be saved. Wewe unaweza pata You can know wokovu. new life. Wewe unaweza kuwa na You can maisha become a mapya. brand new Wewe creature unaweza kuwa kiumbe with kipya. power over sin. Wewe ukitolewa dhambi, If you give your life to Jesus. ukitoa maisha yako kwa Kristo. I want to ask, Ningetaka niulize, are you here? wewe uko hapa And you are saying, na unasema I need this Jesus. nahitaji huyu Yesu, He's willing to come into your life, na unahitaji akuje maishani mwako, save you, akuokoe, fight your battles, apigane vita zako, guide your life, aelekeze maisha till you yako, become fruitful ukawe mtu wa and live matunda a dignified life. na uishi maisha yenye A life that kuheshimika, you will never ever
regret. maisha ambao wewe hautakuja kujuta. I want to give this opportunity. Ningetaka nikupatie fursa. People here, Watu hapa you have never given your life to Jesus. hujaitoa maisha yako kwa Kristo This Yesu. is your moment. Huu ni wakati wako. If you are there, Kama uko we want to hapo, pray for you. tungetaka tukuombee. Raise up your hand, we shall pray for you. Inua mkono wako, tutakuombea. Jesus will save you. Na Yesu yeye atakuokoa. He is our Savior. Yeye ndiye mwokozi He is wetu. our healer. Yeye ndiye He mponyaji is our wetu. deliverer. Yeye ndiye mkombozi One who has wetu. loved you Yeye ndiye with an amekupenda everlasting love. na upendo wa One who has milele. died for your sins. Yeye aliyekufa kwa dhambi You can't zako. afford to continue in your sin. Hawezi kuendelea na But he dhambi has zako. died for your sin. Wakati amekukufia kwa You ajili have ya dhambi somebody zako. here. Kuna mtu You are hapa. saying, Jesus, save me Unasema today. Yesu niokoe leo. Put up your hand in Jesus' Inua name. mkono wako katika jina la Pray Yesu. together you experience a new life today. Tutakuwa pamoja, utakuwa na maisha mapya leo. We have somebody. Tuna mtu hapa. Whatever you are, Popote ulipo, don't be ashamed. wewe usione You give your haya. life to Jesus. Toa maisha yako kwa I Yesu. promise a miracle is happening in your life. Na muujiza utatendeka maishani In mwako. Jesus' name. Katika jina la Yesu. We have somebody who is not saved. Tuna mtu ambaye You want to hajaokoka. get saved? Ungetaka We kuokoka. are waiting for you. Tunakungojea. Jesus is waiting for you. Yesu anakusubiri. He died for you. Yeye alikufa kwa ajili yako. Don't forsake him. Na wewe usimwachilie. Because he has said, I'll never forsake Kwa you. sababu amesema sitawaachilia. Where are you? Wewe uko wapi? Thank you, Jesus. Asante Yesu. Oh, Father, we thank you. Baba, twakushukuru. I want us to reaffirm our faith in Christ. Nataka tuthibitishe imani yetu katika Kristo. Those of us who are born again, Wale ambao tumeokoka. I want us to reaffirm our faith in Christ. Ningetaka tuungame imani yetu And tena tell kwa Kristo. Jesus, Na tumwambie Yesu. Jesus, Yesu, I commit my life to you. mimi natoa maisha yangu Fully and kwako. completely. Kwa hiari na Have kwa your way vipaji in my vyote. life. Kuwa na nafasi maishani And from the mwangu. crown of my head Kutoka kichwani mwangu. to the toes of my feet, Mpaka nyayo cha miguu yangu. let your Lordship be sure. Wacha ukuu Bwana wako. Be thou Lord in my life. Ukuwe Bwana maishani mwangu. Lord in my mind. Uwe Bwana katika Lord in my body. Uwe katika Bwana katika mwili Lord in my wangu. house. Bwana katika nyumba yangu. Lord in my relationship. Nyumba katika Bwana katika mahusiano yangu. Yes. Ndio. Oh, thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. I trust after hearing this message, Natumainia baada ya kusikia huu ujumbe, nobody shall gravitate towards any other religion. hakuna mtu yeyote ataelekea katika dini nyingine yoyote. We shall remain committed to Jesus. Sisi tutakuwa watu wa kujitolea kwa Yesu, One day judge the living and the dead. ambaye atakuja kuhukumu walio hai na wenye wafu. Let us commit our needs to Christ, Wacha tuweke maisha yetu kwa Kristo, for He cares for us. kwa sababu yeye anatujali. You have a need, Wewe you unahitaji, want us to commit to Christ. unataka tuweke kwa You want to Kristo, tell Jesus, unataka kumwambia Yesu, Jesus, Yesu, I believe you are a healer. mimi naamini ya kwamba I ni believe you are a mponyaji. deliverer. Mimi naamini ya kwamba ni mkombozi. You are able to meet my need. Wewe unaweza kukutana na mahitaji Therefore I yako. come to you, Kwa Lord. hivyo naja kwako Bwana. You are saying, God, Unasema I haya, want you to stand on your feet where you are. ningetaka usimame kwa miguu yako Bring popote that need to ulipo. Christ, Wewe unataka kusema kwa Kristo, the living Christ. yule Kristo aishi, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. You have a need, Unahitaji, and you know that Christ can meet that need. unajua ya kwamba Yesu anakutana hiyo hitaji. Rise upon your feet. Wewe ndio kwa miguu The yako sign of faith in Christ. kama ishara ya imani kwa You know Kristo. He can meet your need. Unajua ya kwamba ana uwezo wa kukutana na hitaji lako. Just begin telling Him where you are. Wewe anze kumwambia ukiwa pale You ulipo, know you can meet my need. najua unaweza kukutana na I hitaji know you can lako. do this for me, Lord. Najua unaweza kufanya. I know you can Bwana. overcome for me, Lord. Najua kwamba unaweza nishindania If Bwana. there's something you do not have, Kuna kitu ambacho hauna, He provides. yeye anatoa. Remember in the wilderness, Wewe kumbuka katika when jangwa, there was no food, wakati hakukuwa na He chakula, provided. yeye aliwarisha. Whether the need is financial, Kama hiyo hitaji ni ya or kipesa, the need is health, hata kama ikiwa ni the need afya, is in your home, ama
Kama hitaji ni the katika boma need is in the lako, relationship, kama ni katika mahusiano yako, able. yeye anaweza. Lift up your hand and cry to Jesus. Wewe inua mikono yako na mwambie Yesu. Tell him about that need. Umwambie kuhusu ile And believe that he meets that need. na yeye atakutana hiyo And hitaji. he rejoicing before him. Na wewe utafurahia mbele Tell zake. him thank you. Mwambie When you asante. finish telling him about that need. Wakati umemaliza kumwambia hiyo hitaji. Lord Jesus, Bwana Yesu, release your power now achilia nguvu zako to sasa. destroy the strongholds of Satan in people's lives. Haribu ngome za shetani katika maisha ya Release watu your wako. power now Achilia nguvu zako to sasa. heal those who are sick, Lord. Ponya wale ambao ni Release your wagonjwa. power now Achilia nguvu to zako provide sasa. for the needs of your people, Lord. Kutoa kwa mahitaji ya As watu your wako. people believe in you Watu wako wakuamini and look to you, Lord. na wakutazamie Bwana. Let that miracle now happen, Lord, in their life. Wacha hiyo muujiza itendeke You maisha are yako. God of miracles. Kwa sababu wewe ni Mungu wa We miujiza. receive by faith. Kwa sababu And we say thank you. na tuwasema asante. Thank you, Lord. Asante Thank you, Bwana. King of glory. Asante Mfalme wa utukufu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Every infirmity, Kila maradhi we now rebuke it in the name of Jesus tunaikemea Christ. katika jina la Yesu Kristo. Every work of Satan Kila kazi ya in shetani the bodies of God's people, katika miili ya watu wa we Mungu rebuke it in Jesus' tunaikemea name. katika jina la Yesu Kristo. Jesus. Yesu. You are manifested to destroy the works of the devil. Wewe umedhihirika So we decree the works of Satan are destroyed. tunaamini ya kwamba kazi za Right now in the shetani name of Jesus, sasa hivi katika we jina la release Yesu the fire of God tunaachilia moto wa against Mungu every sickness. na kila In maradhi the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu we release Kristo the grace of God tunaachilia neema ya to meet Mungu every need. kukutana kila In the hitaji name of Jesus na katika Christ, jina la Yesu pray Kristo. to the living God. Bwana Mungu aishie Be at work in your people, Lord. utende kazi maishani ya watu Now, Lord, wako. glorify Jesus. Sasa Bwana mtukuze Glorify Yesu, Jesus mtukuze by Yesu touching these people kwa kuguza hawa with your watu power. katika nguvu zako Jesus' name. katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana, Thank you, Jesus. asante Yesu, Thank you, King of glory. asante Mfalme wa ajabu, asante Mwana Kondoo wa Mungu Jesus' name. katika jina la Yesu. This is the close of prayer. Father, in Jesus' name, Baba, katika jina la we Yesu thank you for Jesus, nakushukuru kwa sababu your ya only Yesu begotten, Bwana wako wa who is pekee our Savior, ambaye ni mwokozi our wetu, Lord, Bwana wetu, our Master, mkuu wetu, our Deliverer, yeye mkombozi our wetu, Healer. yeye mponyaji wetu. Oh Lord, we thank you Baba, because tunakushukuru we know you have loved us so kwa much. sababu tunajua kwamba You umetupenda gave sana your only begotten na Son, kwamba ukamtoa mwana wako and we know we are on the way na tunajua kwamba tuko njiani because kwa sababu Jesus is the way, Yesu ndiye njia and He is in us. na yeye ako ndani We yetu. know we have life. Tunajua kwamba tuna Because we have uzima Jesus. kwa sababu tuna Oh Yesu. Lord, we give you glory. Bwana, tunakupatia We give you utukufu. praise. Tunakupatia We give you sifa. adoration, Lord. Tunakupatia And taadhima. we say thank you, Na Lord. tunasema asante Bwana. Oh, we bless you, Lord. Tunakubariki Bwana. And now this day, Na sasa siku ya as we come to leo the end of our service, tunapofika it kikombe is not the end of you dealing with us. sio mwisho wa wewe And so, kutushughulikia. Lord, Na kwa hivyo Bwana, wherever we go, popote we want to tuendapo be in your presence, God. tutakuwa katika uwepo And we wako. continue ministering to your people, Utaendelea Bwana kuhudumia even in watu their wako. homes, Lord. Hata katika Even majumbani in the mwao. place of work, Hata Lord. katika mahali Even pa when they kazi. are asleep, Hata Lord. wakati wanapolala Glorify yourself. wewe jitukuze. Now, Father, Na sasa Baba, we say thank you twasema for asante your divine blessing. kwa baraka zako za We say kiungu. thank you Twasema that you have asante been with us, Lord. kwa sababu umekuwa And we pamoja say thank nasi. you Twasema because you have asante given us a hope kwa sababu umetupatia tumaini beyond this life, ya kando na maisha as haya. well as in this life. Tunapoishi katika For mahali you have maisha said you never leave us kwa sababu nasema and you hautatuacha never forsake na us. wewe hautatupungukea. We give you glory. Tunakupatia utukufu, We give you honor. tunakupatia heshima In Jesus' name. katika jina la Yesu. Now, Father, Na sasa Baba, we commit your people into your hands. tunakabidhi watu wako mikononi mwako, Wherever they are, Lord, popote walipo to Bwana, experience your divine touch wahisi uguzo wako wa and your kiungu presence. na katika Every power of darkness nguvu zote za giza that may come against them, ambazo zinaweza we kurudisha refute it yao, and tunazikemea, bind it tunazifunga in Jesus' name. katika jina la Yesu. Wherever your people sleep, Popote watu wako may their wanapolala, angels surround
surround them. Wacha malaika wako Defend them wawazingire. from every evil. Wawalinde kutokana na As they mambo travel yote. from day to day, Na wanaposafiri siku baada ya siku, wawalinde Bwana. every vehicle they use, Kila gari ambayo we wanatumia, cover with the blood of Jesus. tunaifunika kwa damu ya Yesu. Be glorified. Wewe utukuzwe Through their welfare and prosperity. katika maisha yao na ufanisi wao. Baba, In the investment of time and resources, katika rasilimali yao ya wakati na mali, guide them, Lord. waelekeze, Lead them to make decisions waongoze kufanya that maamuzi will honor you ambayo yatakuheshimu and benefit their life. na kuleta faida maishani mwao. I pray, Na Father, sasa Baba, among naomba your people, katikati ya watu there wako shall be no failure, hakutakuwa na kushindwa, because you hold their hand kwa sababu unashika mikono yao and lead them to victory na unawaelekeza katika and lead them ushindi, prosperity to prosperity. unaongoza katika In ufanisi the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Thank you for your care. Asante Bwana, Thank you for your concern. asante kwa Thank kutujali, you for your love. asante kwa upendo wako, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Amen. Amina. Let's say the grace together with the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever.